Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jimbo la Kibaha Mjini na kamati yote ya utendaji, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa na uongozi wako wote wa mkoa, Mheshimiwa Katibu wa Kanda na uongozi wako wote, wajumbe wa kamati ya utendaji ya kanda, Mheshimiwa Katibu wa BAVICHA na mwenyekiti wako, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini mzee wetu Azaveli Waitama, na waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa Jimbo la Kibaha Mjini, na wasalimu kwa salamu zote za chama. Peoples Chadema. Ndugu zangu, ninawashukuru sana kwa kunialika kuwa mgeni kwenye mkutano wenu huu maalum. Asanteni sana. Mlinialika siku chache zilizopita, na kwa kweli nilikuwa na ratiba ngumu, lakini kwa heshima ya mkutano huu maalum nikasema nitafanya kila njia nifike, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeweza kufika. Nimesikiliza hotuba na taarifa ya katibu wa jimbo aliyowasilisha mbele ya mkutano mkuu maalum, na katika taarifa yake pamoja na mambo mengine ameeleza juu ya mauaji yaliyotokea Kibaha mwaka 2025 tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia, pamoja na maumivu ambayo wana Kibaha mlipitia katika kipindi cha uchaguzi haramu wa mwezi Oktoba. Kwa heshima ya waliouawa ambao kamati kuu ya chama katika kikao chake cha tarehe 28 na 29 mwezi Oktoba, ndugu zangu wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa chama Kibaha Mjini, niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmekilinda chama katika kata zenu na matawi yenu katika maeneo mbalimbali ya Kibaha. Asanteni sana. Najua mmekilinda chama hiki kwa gharama kubwa sana. Hawa wenzetu waliouawa ambao wengine ni wanachadema, wengine ni wanachama wa vyama vingine, wengine ni wananchi wasiokuwa na vyama. Hawa wenzetu waliouawa, kuuawa kwao, wengine kwenye maandamano, wengine kwenye majumba yao na maeneo yao ya shughuli za kiuchumi, wengine hata miongoni mwa wale waliokwenda kushiriki haramu ya uchaguzi kwa kupiga kura. Watu hawa wote wamelipa gharama kubwa zaidi ya kupoteza maisha kuliko gharama ambazo wengine wetu tumezilipa. Na kwa heshima yao, kwa thamani ya damu yao iliyomwagika, pamoja na kuwatangaza kuwa mashujaa wa demokrasia na haki, tuilinde heshima hiyo kwa kutosaliti mapambano na kuendelea mstari wa mbele kusimamia haki, na haki kuu ikiwa ni kuhakikisha Tanzania inapata katiba mpya na uchaguzi wa haki. Kwa hiyo niwapongeze vile vile mkutano mkuu maalum. Baada ya taarifa ile ya katibu wa jimbo, alisema kamati ya utendaji ya Kibaha inaunga mkono maazimio yote ya kamati kuu, maazimio ambayo tumeyatoa kwa nyakati mbalimbali mwezi Disemba,
tumeyatoa vile vile kwa umma mwezi Mei. Nawapongeza kwa kuyaunga mkono. Nataka nijue tu, ili nikitoka hapa nijue sio kamati ya utendaji peke yake, bali mkutano mkuu mzima, yale maazimio yote tuliyapitisha ya kutotambua kwamba kuna uchaguzi, tulisema hakuna uchaguzi, kilichofanyika ni haramu, uongozi uliopo ni haramu, ni batili, ya kutaka uchaguzi ufutwe urudiwe upya, ya kutaka nchi ipate katiba mpya, ya kutaka uchunguzi huru unaohusisha vyombo vya kimataifa juu ya mauaji na maazimio mbalimbali ambayo tuliyapitisha kwa nyakati zote. Wale ambao mnaunga mkono maazimio haya, naomba mnyooshe mkono ili nitoke nikijua kwamba vile vile yale maazimio ya kamati kuu ni yenu, mkutano mkuu wa Kibaha mjini. Asanteni sana. Sasa baada ya kuyaunga mkono maazimio haya, yapo yale maazimio 8 mlioyapitisha kwenye mkutano huu. Niliwasikiliza na nilikuwa nafuatilia 7 au 8, kuhusu ripoti ya ukaguzi wa CAG, tuhuma ya ufisadi wa bilioni 11 na uporaji wa viwanja na hatua mbalimbali ambazo mmezipendekeza. Na hayo maazimio ya kamati kuu, niwaombe sana wajumbe wa mkutano mkuu kutoka kata mbalimbali mlioshiriki mkutano huu, kama ambavyo viongozi wa jimbo wamefanya hapa kwenye mkutano mkuu, na nyinyi muende huko kwenye kata zenu mkafanye mikutano mikuu maalum, ili maazimio haya yashuke kwa watu wengi zaidi hapa Kibaha mjini, kila mahali. Na msiishie tu kufanya mkutano mkuu ya ndani kama